Taarifa kutoka mkoani Mbeya zinadai kuwa mwanaharakati na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mdude Nyagali amekamatwa na jeshi la polisi katika mazingira yanayoonekana kuleta maswali na wasiwasi kuhusu uzingatiwaji wa utaratibu za kisheria za ukamataji. Taarifa hizo zimeanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia usiku kwa mkia leo, Ijumaa Mei 2, 2025, ambapo imeshuhudiwa wanaharakati na wadau mbalimbali wakipaza sauti zao kupinga utaratibu ambao umetumika kumkamata, kwani kupitia mitandao ya kijamii imeshuhudiwa picha jongefu, yani video, zilizopigwa nyumbani kwa Mdude usiku wa kuamkia leo zikionyesha michirizi ya damu ardhini, jambo linalotengeneza wasiwasi kuwa kama wametumika polisi kumkamata kwenye ukamataji, basi pengine walingilikuwa na taratibu za ukamataji kwa namna ambayo haikuwa sio hiyo. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi, ambaye mara kadhaa amekuwa mstari wa mbele kuongoza jopo la mawakili kumtetea Mdude kwenye kesi zake mbalimbali, ni miongoni mwa walizungumzia swala hilo, akionyesha wasiwasi wake kuhusu usalama wa raia kwa kwanza kuhoji hatuko salama. Kisha akaendelea, nimepokea habari usiku huu kwamba jeshi la polisi Mbeya limefika nyumbani kwa Mdude Mpaluka Nyagali. Baada ya kufika, wamevunja mlango na kuingia ndani na kumpiga wakitumia vitu mbalimbali na kumjeruhi na baadaye kuondoka naye. Huu ni mwendelezo kithiri kwa vitendo vya wanaonekana kosoaji wa serikali kutendewa kinyume cha sheria na kuumizwa. Mwabukusi ameongeza, tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kuwa Mdude Mpaluka Nyagali anakuwa salama na kuhakikisha wanampatia matibabu stahiki, na tunakemea na kufuatilia jambo hili kwa karibu kuona haki ikitendeka. Si Mwabukusi peke yake, bali pia ameandika mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya fedha, Godbless Lema, akisema, niamka asubuhi hii na ninakutana taarifa mbaya kabisa. Hatuumizwi na polisi bali jamii ya Watanzania tunawapigania, lakini wasiojali, wabinafsi na washabiki wa nasa kuliko haki, utu na usawa wa binadamu. Umetokwa na damu nyingi sana Mdude, rafiki yangu, na ninakuombea afya njema na uzima. Lakini kumbuke kuwa Aprili 30, 2025, Mdude Nyagali aliandika kupitia mtandao wa X, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya wanatafuta nyumba ninayoishi, sijui wanataka kuja kutambika au kuniteka. Wamemwambia mmoja wa wanachama wetu kwamba tunaomba utuonyeshe nyumba tu anaishi Mdude Nyagali, tutakupa pesa. Alipouliza anakosa gani, wamekwepa kusema, yani wamefika hatua ya kutoa rushwa ili waoneshe ninapoishi. Namba zangu za simu ziko ofisi ya RPC na RCO Mbeya. Wao kama wanaona kuna tuhuma dhidi yangu, si wanipigie niende? Kwa nini wananiwinda na kunivizia? Kama lengo lao ni kuniteka, niwaapie mbele za Mungu watatangulia kabla yangu. Hata hivyo nimemwambia aliyenipa taarifa anitumie namba ya huyo askari nimpigie simu mwenyewe moja kwa moja. Mdude Nyagali 7/70 sumu ya nyigu. Hayo ni aloandika Mdude Aprili 30 kabla ya hiki ambacho kinadaiwa kutokea leo Mei 2, 2025. Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you are calling does not answer. Please try again later. Jitihada za kumpata kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, RPC Benjamin Kuzaga, hazikuzaa matunda. Hata hivyo tunaendelea kufanya jitihada za kumtafuta ili kuweza kujua taarifa hasa kutoka kwa jeshi la polisi mkoani Mbeya.